Katika karne ya 21, dunia imepiga hatua kubwa katika sayansi na teknolojia. Lakini pamoja na maendeleo hayo, imeendelea pia kushuhudia uwepo wa silaha hatari zaidi kuwahi kutengenezwa katika historia ya binadamu. Silaha hizi zimeundwa kwa lengo la ulinzi au ushindi wa kijeshi, lakini kwa uhalisia wake zimekuwa tishio kubwa kwa uhai wa binadamu, mazingira na usalama wa dunia kwa ujumla. Lengo la makala hii ni kuchambua aina kuu za silaha hatari zaidi zilizopo duniani kwa sasa, kueleza uwezo wake wa uharibifu na kuonesha kwa nini jumuiya ya kimataifa inaendelea kupambana na matumizi yake. Silaha namba 1 ni silaha za nyuklia. Silaha za nyuklia ndizo zinaongoza kwa hatari kubwa zaidi duniani. Silaha hizi zinatumia nguvu inayotokana na mgawanyiko au muungano wa atom na huachilia nishati kubwa sana kwa muda mfupi. Athari za silaha za nyuklia haziishii kwenye mlipuko pekee. Kuna joto kali linaloyeyusha kila kitu, mionzi inayosababisha saratani na vifo vya muda mrefu, uharibifu wa mazingira kwa miongo mingi. Mfano wa athari hizi ulionekana wazi mwaka 1945 wakati wa mabomu ya nyuklia yalipotumika Hiroshima na Nagasaki nchini Japani. Tangu hapo dunia imeelewa kuwa matumizi ya silaha hizi yanaweza kusababisha maangamizi ya kizazi kizima. Silaha pili ni silaha za kemikali. Silaha za kemikali ni silaha zinazotumia gesi au kemikali maalum kusababisha kifo au maumivu makali kwa binadamu. Silaha hizi hushambulia moja kwa moja mfumo wa neva, mapafu au ngozi. Baadhi ya kemikali hizi husababisha kupooza, huzuia upumuaji, huchoma ngozi na macho. Hatari ya silaha za kemikali ni kwamba zinaweza kuenea haraka hewani na kuathiri watu wengi bila kubagua wanajeshi au raia. Ndiyo maana matumizi yake yamepigwa marufuku kimataifa, lakini bado zimekuwa zikitumika kwa siri katika baadhi ya migogoro ya dunia. Silaha namba 3 ni silaha za kibiolojia. Silaha za kibiolojia ni kati ya silaha za kutisha zaidi kwa sababu haziui kwa mlipuko, bali kwa kusababisha magonjwa hatari yanayoweza kusambaa kwa haraka. Silaha hizi hutumia virusi au bakteria na vimelea vilivyobadilishwa kisayansi. Hatari yake kubwa ni kwamba ugonjwa unaweza kuenea kutoka mtu mmoja hadi mwingine bila kudhibitiwa na husababisha mlipuko wa magonjwa. Athari zake zinaweza kudumu kwa miaka mingi na kuathiri uchumi, afya na utulivu wa jamii. Silaha namba 4 ni silaha za mionzi. Silaha za mionzi hutumia vifaa vya mionzi kuharibu maeneo bila kulipua kwa nyuklia. Mara nyingi huitwa death bombs. Silaha hizi huchafua kwa mionzi, hufanya eneo lisikalike kwa muda mrefu, huweza kusababisha magonjwa muda mrefu, ingawa hazina nguvu sawa na bomu la nyuklia. Athari zake kwa jamii na mazingira ni kubwa na za kudumu. Silaha namba 5 ni silaha za kawaida zenye nguvu kubwa. Mbali na silaha za maangamizi makubwa, zipo silaha za kawaida lakini zenye uwezo mkubwa wa uharibifu kama mabomu ya thermobaric, mabomu ya cluster na mabomu ya masafa marefu. Silaha hizi zinaweza kuharibu miji, kuua watu wengi na kuacha mabaki hatari yanayoua raia hata baada ya vita kuisha. Kwa sababu hiyo, baadhi yake pia yamepigwa marufuku au kudhibitiwa kimataifa. Athari za ujumla kwa dunia. Silaha hatari zina athari kubwa kwa amani ya dunia, maendeleo ya binadamu, mazingira
na vizazi vijazo. Hofu kubwa ni kwamba endapo silaha hizi zitatumika vibaya, dunia inaweza kukabiliwa na maangamizi makubwa yasiyorekebishika. Silaha hatari zina athari pana nzito kwa dunia nzima. Athari hizi haziishii tu wakati wa vita, bali huendelea kwa muda mrefu hata baada ya mapigano kukoma. Kwa ujumla, silaha hatari huathiri amani ya dunia, maendeleo ya binadamu pamoja na mazingira kwa kiwango kikubwa zaidi.